Na mtazamaji, ni Jumanne, siku ambayo mimi Mwanahamisi Hamadi ndio wa hapa kuweza kukufahamisha taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka maeneo tofauti. Hujambo na karibu, kwani kuna mengi tu ambayo tumekutayarishia usiku wa leo. Lakini kwanza tunaanza na yaliyomo. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Raila asema hajabadilika, ila Rais Ruto alimtafuta msaidie kusuluhisha matatizo yanayowakabili wananchi. Tuko na majeruhi 5 katika hospitali zetu, 3 wako huko Baragoi. Watu 5 wauawa na wengine 6 wajeruhiwa kwenye kisa cha wizi wa mifugo katika eneo la Baragoi, kaunti ya Samburu. Mpaka karushi kwa gari ya KWS nikiona kuanza tarehe 18 Januari 2025 mpaka saa hii sijui kwenye mtoto wangu iko. Familia za waliouawa au kutoweka mikononi mwa polisi huko Nakuru zawasilisha kilio chao katika majengo ya Senate. Najua kuna hiyo time ambao umepata huyo mtoto, unaweza kuwa utalia, jiwekee mahali ulie, but ukishalia ukitoka hapo tafuta solution, you focus on solutions. Na kwenye mwanamke bomba tunamwangazia Mwanaisha Mohamed anayewapa matumaini watoto wenye ugonjwa wa cerebral palsy katika eneo la Bamburi huko Mombasa. Na shukran sana kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu tukupashe tulokuandalia, nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege. Na tunaanza na taarifa kwamba kinara wa ODM Raila Odinga anasema alitafutwa na Rais William Ruto ili kusaidia serikali iliyokabiliwa na mawimbi makali kutoka kwa vijana wa kizazi cha Gen Z. Akizungumza katika kaunti ya Kiambu, Odinga alisema nia ya ushirikiano wake na Ruto ni kupata suluhu ya matatizo yanayokumba taifa, ikiwemo ushuru, bima ya afya na ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Akihudhuria hafla ya mazishi ya kiongozi wa zamani Kimani Waiyaki katika eneo la Muthiga, kaunti ya Kiambu, kinara wa ODM Raila Odinga alizungumzia uhusiano wake na Rais William Ruto ulioundwa rasmi Ijumaa wiki jana. Odinga anasema ni Rais Ruto aliyemtafuta baada ya serikali yake kukumbwa na mawimbi. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Odinga ameongeza kuwa marekebisho yatafanyika akiwa ndani ya serikali na wala si nje, kama vile wapinzani wake wa kisiasa wanavyomshauri. Mambo matibabu iko na shida. Hii mambo ya SHA haifanyi kazi. Mpaka irekebishwe, si ndio irekebishwe. Hii mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata hii nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando. Mpaka ungie tale uambie fanya hii na hii na hii, na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Kiongozi huyu amesema jukumu lake si kuangalia wakati mambo yanaharibika, bali pia kutoa suluhu. Hatuwezi kukaa tu kando namna hii ili nchi iende kazame. Mpaka tufanye kazi, tuone kama tunaweza kurekebisha. Wakati kifika 2027, Wakenya wataamua ni nani wanataka kuongoza. Sasa nataka nihame niende Bondo, nikae Bondo. Baba endelea, siendelee. Viongozi walioandamana na Odinga wakionekana kushikilia msimamo kuwa atawania urais katika uchaguzi ujao licha ya ukuruba wake na Rais Ruto. Tunakula maktamu huko mbele, sisi tuko. Ni Mungu tu tunaomba tufikishe 2027. Marehemu Waiyaki alikuwa miongoni mwa viongozi wa miaka ya 60 na aliwahi kuhudumu kama katibu wa jiji la Nairobi. Marehemu pia aliwahi kuzuiliwa kutokana na misimamo yake ya kisiasa.
Na huku hayo yakijiri, tunaarifiwa kwamba baraza la mawaziri limeidhinisha ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit kuanzia tarehe 1 Juni mwaka huu ili kusaidia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hiyo inayotumika sana na wale wanaosafiri kuelekea Nyanza na magharibi ya Kenya. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Emmanuel To, haya yanajiri huku Rais Ruto akiendelea na ziara yake ya Nairobi hii leo ambapo aliendelea kutoa ahadi zaidi. Mkutano huo wa baraza la mawaziri ulioandaliwa Jumanne asubuhi uliafikia kujenga na kupanua barabara ya kilomita 170 kutoka Rironi, kaunti ya Kiambu hadi Mau Summit huko Nakuru katika muda wa miezi miwili ijayo. Ujenzi huo ambao utapanua barabara hiyo kutoka barabara 2 hadi 4 ukitarajiwa kuchukua miaka miwili na kukamilika mwezi Juni mwaka 2027. Itakapokamilika, barabara hiyo itasaidia kupunguza msongamano mkubwa wa magari haswa msimu wa likizo ambapo maelfu ya wasafiri wamelazimika kulala barabarani kwa sababu ya msongamano wa magari wanapokuwa kwenye pilka za sherehe. Mwezi Disemba mwaka uliopita, Rais Ruto alitangaza kujengwa kwa barabara ya Nairobi Nakuru Malaba ili kurahisisha shughuli ya uchukuzi. Baada ya mkutano huo, Rais Ruto alielekea katika eneo bunge la Mathare kwa siku ya pili ya ziara yake Nairobi, akiendelea kutoa ahadi kemkem ikiwemo kwa shule ya upili ya St. Teresa Mathare. Sasa napika chapati 1,000,000. Nitaomba rais anisaidie na mashine ya kutengeneza chapo. Ndio hiyo. Nimekubali, nitamnunulia mashine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashine ya kutengeneza chapo 1,000,000. Waraka mjambo. Ruto aliandamana na wabunge zaidi wa ODM akiendelea kuhubiri umoja wa kitaifa uliotiwa moto na salamu za heri kati yake na kinara wa ODM Raila Odinga wiki iliyopita. Tumekubaliana kama viongozi wa Kenya ya kwamba tuache ukabila, tuache chuki, tuache migawanyiko, tuache ubaguzi. Kenya ni moja. Lazima tuwe nchi moja, taifa moja, tuachane na ubaguzi wa vyama, ya ukabila, ya dini. Rais pia alizindua kaunti ndogo 6 katika kaunti ya Nairobi. Ni karata ya hesabu ambayo Rais William Ruto ameanza kuipiga mapema huku akivamia ngome za Raila Odinga hapa katika kaunti ya Nairobi, akiendelea kutafuta kura zaidi za kulipiza zile ambazo zinaendelea kupotea katika Mlima Kenya. Emmanuel To, runinga Citizen, Roysambu, Nairobi. Tukiachana na siasa, ni kwamba familia za waliotekwa nyara au kuuawa mjini Nakuru zilifika katika majengo ya bunge kuwasilisha malalamishi yao. Familia Brian Odhiambo, Justus Purkor na Brian Stingo zinadai haki huku zikitaka Ziwa Nakuru kutangazwa eneo ambalo uhalifu umetekelezwa. Malalamishi yao yalipokelewa na maseneta Dan Maanzo, Okiya Omtata na Mohamed Faki. Wakiwa wameandamana na maafisa wa kutetea haki za binadamu, familia 3 kutoka Nakuru zilifika katika majengo ya bunge. Lengo lao likiwa moja: Justice for Brian. Justice for Brian. Maafisa wa polisi wa kuzuia ghasia nao walikuwa hapa kuhakikisha usalama unadumishwa. Shakahola, Nakuru, Shakahola. Tarehe 18 Januari mwaka 2025, Brian Odhiambo alichukuliwa na maafisa wa KWS mchana peupe mbele ya mamake. Mtoto wangu alichukuliwa kwa macho yangu nikiona, mpaka akarushwa kwa gari ya KWS nikiona, kuanza tarehe 18 Januari 2025 mpaka saa hii sijui kwenye mtoto wangu iko. Sijai muona. Justus Poruko naye alipatikana akiwa ameaga dunia na mwili wake kuchukuliwa na maafisa wa KWS mjini Nakuru. Kapatikana Nakuru kama amekufa, kachukuliwa na KWS, wakapeleka, ikaenda na watu wa intelligence, wakapeleka moshare, tukaenda tukafuatilia, tukasema tunafanya postmortem, ikafanywa postmortem, tukaona siko hata na injuries, ilikuwa imegongwa kichwa pia huku, na tukaona ni kuuawa, si kufa kwake ama si kubebwa na maji. Kilio ni kama hicho kutoka kwa mamake Brian Stingo ambaye alitoweka mwezi Julai mwaka 2022. Mtoto wangu alipotea 2022 mwezi wa 7. Nimetafuta na alipotelea hapo kwa Kempark.
waliwasilisha malalamishi yao kwa maseneta watatu wa kamati ya sheria na haki bungeni. And we are going to make sure that we go to the location where these things happened. Yes. And we have a period of 60 days. And the Senate must deliver. Already one is found dead. The postmortem does not match what KWS said could have killed him. And the one who is missing, who they took away, we are sure they have him. Let them give a hint. Lakini tutahakikishia kwamba bunge la Senate litavalia njuga hizi petition na kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Hata hivyo, familia hizi bado zingali na wasiwasi kuwa kilio chao hakitasikizwa. Kama sheria itachukuliwa watu, hata sisi basi raia tutaisha sisi wote. Hakuna mtu atatuangalia basi. Kama serikali watajitolea kutuangalia basi sisi hata sisi tutaisha. Sisi tutakuwa ni kitu haina maana Kenya. Tutusaidieni tu tupate Brian. Kama ni mfupa tutashukuru. Kama ni kitu yote tutashukuru. Tusaidieni tu tupate justice ya Brian. Justice for my son Brian. Justice for my son Brian. Familia za waliotekwa nyara, waliopotea kwa njia tatanishi na wale waliouawa chini ya mikono ya maafisa wa huduma za wanyamapori nchini, ikifika katika majengo ya Seneti na kuwasilisha mawazo yao kwa wale maseneta, kinachosalia sasa ni maseneta kuweza kuhakikisha kwamba malalamishi haya yameweza kutekelezwa. Ode Francis, runinga ya Citizen, katika majengo ya Seneti hapa Nairobi. Kwingineko tunaarifiwa kwamba watu 5 wameuawa na wengine 6 wamejeruhiwa katika uvamizi wa wezi wa mifugo katika eneo la Kawap huko Baragoi, Samburu Kaskazini. Wavamizi hawa wanaaminika kutoweka na mifugo ambao idadi yake haijabainika. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Boniface Barasa, vikosi vya usalama vimeanzisha msako wa kuwanasa wezi hao. Kwa mara nyingine tena visa vya uvamizi wa wizi wa mifugo vimeibuka katika eneo la Baragoi, Samburu Kaskazini baada ya kimya cha muda kushuhudiwa. Uvamizi wa punde ukiwafika wafugaji katika kijiji cha Kilepoi, kata ya Kawap, wafugaji 5 wakiuawa na wengine 6 wakiwachwa na majeraha ya risasi. Tunasikitika sana kuhusu vita ambayo inaendelea kwa sababu ndugu zetu wanauliwa, ng'ombe zetu zinachukuliwa. Stories za vita. Watu wanauana hapa ndio ujinga. Ng'ombe unasikia imeenda. Muhimu tungependa kuambia serikali ya Rais Ruto atuangalie bana. Majeruhi wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Baragoi na ile ya rufaa ya Samburu. Tulipofungua ng'ombe kwenda kushunga, tulifahamiwa na ni watu kama ni 6. Tuliweza kupiga risasi. Kwa jumla walikuwa 6, 3 wako Baragoi, 2 wako hapa County Referral Hospital na 1 aliaga njiani wakikuja. Utulivu wa Baragoi uliafikiwa baada ya serikali kutuma kikosi maalum cha usalama eneo hilo kilichozima mashambulizi ya mara kwa mara, hasa kwa mtutu wa bunduki. Tunasikianga mkono ya serikali ni refu na tunaamini hivyo. Kama vile sisi tunaamini Mwenyezi Mungu. Sasa tunaamini serikali wanaweza fanya hii jambo, kunyang'anya watu pinduki. Washo kufanya hii mambo ya kuua watu na kunyang'anyana ng'ombe, sababu hii pinduki ndio inatusumbua sana hii area yetu. Vikosi vya usalama vimezidisha juhudi za kuwasaka majangili hao ili kurejesha mifugo walioibua. Uvamizi wa wizi wa mifugo unapochipuza upya katika maeneo ya Baragoi, wakazi sasa wanaitaka serikali kukirejesha kikosi maalum cha usalama kilichofanikiwa kuzima mirindimo ya risasi maeneo hayo. Boniface Barasa, runinga ya Citizen, gatuzi la Samburu. Na tukirudi hapa jijini Nairobi ni kwamba maafisa wa upelelezi katika kituo cha Lang'ata wanamzuilia mtu mmoja kwa uchunguzi kuhusu ni vipi msichana wa umri wa miaka 19 alifariki katika chumba cha jamaa huyo. Faith Momanyi alifariki akisherehekea siku yake kuzaliwa, na sasa polisi wanataka kubaini yaliyojiri kabla ya kifo chake. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Franklin Wala, babake msichana huyo anasema kifo chake ni pigo kubwa kwa familia. Tarehe 6 Machi mwaka 2025 ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Faith Momanyi na alitarajia kusherehekea kufikisha umri wa miaka 19. Lakini msichana huyo aliaga dunia katika njia tatanishi.
Faith ambaye alimaliza shule ya upili mwaka jana na kupata alama ya B, aliondoka nyumbani kwao na kukutana na marafiki katika eneo moja la burudani kwenye barabara ya Lang'ata. Baada ya kujiburudisha, wasichana waliokuwa na Faith waliondoka na kurudi makwao. Ila marehemu alielekea kwa rafikie wa kiume akiandamana na msichana mmoja aliyekuwa naye wakati huo. Msichana huyo anatueleza walifika kwenye chumba cha jamaa huyo na kuendelea na sherehe, lakini usiku wa manane msichana aliondoka na kurudi kwao. Alimwacha Faith na rafikie wa kiume hapo. Venye tulifika tukaingia, yeye akasema wacha mimi niingie nilale bedroom, juu kesho nahitajika kwenda kazi, wacha tu nilale. Tukamwambia sawa, tukamwambia wacha tujipange tutalala. Tukabaki sitting room na Fei akaingia akalala. Tukiendelea akaingia akarelax kwa kiti. Nikasikia sauti ya mamangu ananiita kutoka nje. Hapa mimi nikatoka. Venye nilitoka nikapata mamangu ndo ananiita, tukahead kwenda home. Asubuhi ilipofika, msichana huyo alimtafuta Faith bila ya mafanikio. Mwendo wa saa 11 za jioni, rafikie huyo wa kiume aliyekuwa ameenda kazini alirejea nyumbani na kupata Faith amejifungia chumbani. Anadai jamaa huyo aliufungua mlango na kumpata Faith kitandani akiwa amefariki. Babake aliarifiwa na alipofika eneo la tukio alizirai. Wakati nilistuka nikaamuka, nikawekwa kwa gari, tukakuja mpaka hapa. Kukuja kwa hapa ndio nikampata amewekwa hapa kwa meza. Kumwangalia hata sikuwa naona kitu yote. Naona kama ni giza. Sioni. Uchunguzi wa polisi ulianza kwa kukamatwa kwa jamaa aliyekuwa na marehemu usiku huo. Uchunguzi wa maiti ya Faith umebaini alifariki kwa kukosa hewa. Kama sasa alikuwa anajiandaa asonge mbele. Na ilikuwa tegemeo langu. Kijana ya mwenye anamfuata na yeye hapo form 4. Sasa nimeng'ang'ana na yeye lakini ametuacha. Sampuli kadhaa zimechukuliwa kwa uchunguzi zaidi ili kuwasaidia polisi kutegua kitendawili cha kifo chake. Faith alitarajia kujiunga na chuo kikuu mwaka huu. Familia yake inasema imekumbwa na changamoto na hivyo basi inairai idara ya upelelezi kuhakikisha haki imetendeka. Franklin Wala, Runinga ya Citizen. Tukiangazia mengine ni kwamba mwili wa marehemu afisa wa polisi Samuel Tompoi aliyeuawa nchini Haiti wakati wa operesheni ya amani uliwasili hapa jijini Nairobi jana jioni. Naibu Inspekta Jenerali Gilbert Masembei aliongoza ujumbe wa maafisa usalama kupokea mwili huo katika uwanja wa ndege wa JKIA, huku familia ikianza mipango ya mazishi. Mwili wa afisa wa polisi marehemu Samuel Tompoi Kaitwae aliyeuawa alipokuwa kwenye misheni ya kulinda amani nchini Haiti uliwasili jijini Nairobi Jumatatu usiku na kupokelewa na heshima zote katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA. Naibu Inspekta Jenerali wa huduma ya polisi ya utawala Gilbert Masengele aliwaongoza maafisa kupokea mwili wa marehemu. Pia alikuwepo seneta mteule Peris Tobiko. Babake Salah Kaitwae kwa uchungu akipata fursa ya kupokea mwili katika uwanja wa JKIA. Kaitwae aliuawa na magenge wa Haiti wakati wa operesheni ya kulinda amani nchini humo. Misheni ya kimataifa ya usaidizi wa usalama ikidhibitisha kifo chake kupitia mtandao wa kijamii wa X mwezi Februari, ikisema afisa huyo alifariki kutokana na majeraha aliyopata wakati wa operesheni. Wizara ya mambo ya nje kupitia katibu mkuu Korir Sing'oei ilitoa rambirambi kwa kumpoteza mmoja wao. Kwa mujibu wa ripoti, Haiti imekumbwa na ongezeko kubwa la vurugu za magenge, hali ambayo imesababisha mamilioni ya watu kufurushwa kutoka makazi yao. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika makafani ya Chiromo ukisubiri mazishi. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.
Naam, tunaziombea subra familia hizo ambazo zimekumbwa na tanzia. Kutoka hapa tunapumzika kidogo. Asante sana kwa kuendelea kutizama Nipashe, nasi tukiendelea kufahamisha. Tulokuandalia ni kwamba familia za vijana 4 waliopigwa risasi eneo la Marani, kaunti ya Kisii, zinazidi kulilia haki na kupinga vikali taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa kaunti ya Kisii, Charles Kasses, kwamba vijana hao waliouawa walikuwa majambazi sugu. Familia hizo zinashikilia kwamba vijana hao hawajawahi kuhusishwa na uhalifu. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Crispin Otieno, maswali mengi yanazidi kuibuliwa kuhusiana na tukio hilo ambapo polisi waliwapiga risasi vijana hao. Ni machungu ya kumpoteza mpendwa wao. Msichana wao. Familia hii ya kijana mmoja aliyepigwa risasi Ijumaa na maafisa wa polisi kwa madai ya kuwa miongoni mwa majambazi, ikilemewa na majonzi. Wewe mtoto hawezi rudi haki. Ezra Gichana, kijana ambaye alikuwa yatima, alikuwa mhudumu wa tuktuk eneo la Kisumu na alikuwa ametembea kijijini humo pamoja na rafiki zake kujivinjari. Penye alipokuwa mwisho kwamba baada ya mzozano walikuwa nao eti na wakaita polisi kwamba ni wezi. It is very unfortunate. Kilomita 2 kutoka eneo la Sombogo tunakutana na familia ya Christopher Nyaseti. Tanzia imegubika familia hii pia. Uchungu ulioko hapa hausemezeki. Baada ya kufuzu kutoka chuo kikuu karibuni, Christopher alipata barua ya kuanza kazi hapo jana. Barua hiyo ikiongeza huzuni ya familia yake ambayo ndoto ya maisha ya kubadilika imezimwa. Nataka tu serikali itusaidie. Hatuna njia nyingine. Tukutuku unaweza kukimbisana na watu mwizi wani hiyo kamili anaenda kuiba na tukutuku. So hii ni kutaka kutumaliza na kumaliza watu Arabu na watuwekea mambo ya uongo. Ni katika eneo hili la Sombogo ambapo wanne hao walikumbana na mauti yao, maafisa wa polisi wakiwamiminia risasi papa hapa wakiwa ndani ya tuktuk. Familia za waliopoteza wapendwa wao zikikinzana na taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kwamba walikuwa majambazi, wakitaka haki kutendeka. Wanne hao walikuwa ni Ezra Gichana, Christopher Nyaseti, Finley Omandi na Masi Nyaboke. Familia zao zikishikilia kuwa waliuawa kimakosa na kuwa huenda mzozo wa kimapenzi ulichangia vifo vya vijana hao. The suspects started shooting at our officers. And fire exchange ensued, and whereby 4 suspects were fatally injured. Halafu wanasimama imara kabisa katika runinga kutoa uchumbe wa uongo kabisa kwamba hati ni majambazi sugu. Majambazi sugu sio watu wanatembea na tukutuku. Mamlaka ya kusimamia utendakazi wa polisi IPOA tayari inachunguza tukio hilo. Miili ya wanne hao ikihifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Marani. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii. Na tukigeukia masuala ya elimu sasa, ni kwamba wadau wanaitaka serikali kushughulikia changamoto za miundo msingi katika utekelezaji wa mtaala wa CBC kabla elimu ya sekondari ya juu kuanza Januari mwaka ujao. Hii ni baada ya mkanganyiko kushuhudiwa katika masomo ya sekondari msingi na haswa katika suala la walimu, madarasa, maabara na shule zitakazotumiwa na vikundi 4 vya masomo ya sekondari ya juu. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Francis Mtalaki, katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesema mikakati itakamilika kwa wakati unaofaa. Vikao vya wadau wa elimu kuhusu utekelezaji wa mpito wa sekondari ya juu ambapo wanafunzi walioko katika gredi ya 9 watajiunga na gredi ya 10 Januari mwaka ujao vimepamba moto nchini. Wadau wakitoa maoni ili kujiandaa kwa awamu hii muhimu, serikali kwa mara nyingine tena ikikosolewa kwa kutokuwa tayari hasa kuhusiana na muundo msingi shuleni. Wanafunzi 100 mwalimu mmoja hawezi akawaangalia wote kwa pamoja na ajue huyu anajimudu upande gani. Tunahitaji walimu wengi waongezwe. The situation may not be very dire. Reasons, we have rooms that were left by the previous class. Domiciling for grade 9 in primary section gave room, and therefore there is room for getting more. Wazazi na walimu wakiwa bado wanatatizika kuhusu mpito huo na hasa taaluma 4 zilizotengwa
ambapo wanafunzi watahitajika kujiunga na shule zinazotoa mafunzo ya sayansi, sanaa na michezo au sayansi jamii. Physical education, for example, is going to be a compulsory subject. We see the level of preparedness in the teachers. We believe that a teacher who is trained to teach a particular subject is going to be more competent. Each school, each senior school will take 2 pathways. Because why we want them to take 2 pathways is because we want to optimize with the resources that are already there. Katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesema kuwa serikali itatatua changamoto zilizopo za fedha na ujenzi wa maabara 1600. Decisions on which pathways they want to take. 2 is how they will identify schools. 3, how they will do selection of schools. 4 is how we shall do placements. And finally, how these kids will be admitted into senior school. Serikali imeshikilia msimamo kwamba masomo ya gredi ya 10 yatakuwa yanaendelea sawa ifikiapo Januari mwaka 2026. Francis Mtulaki, Ringi ya Citizen, Mombasa. Baada ya kuhangaika akitafuta matibabu ya mwanawe anayeugua cerebral palsy au kupooza ubongo, Mwanaisha Chiku Mohamed aliamua kuanzisha kituo cha kushughulikia watoto wenye matatizo kama hayo katika eneo la Bamburi huko Mombasa. Na licha ya kwamba amekuwa tumaini kwa wazazi na watoto wengi wenye matatizo ya maumbile, safari yake sio rahisi kutokana na changamoto nyingi za kuendesha kituo ambacho kimekuwa tegemeo la wengi katika eneo hilo. Hata hivyo, ameapa kutokata tamaa huku akiwa na ndoto ya kuendeleza kituo chake kiweze kufaidi idadi kubwa ya watoto wanaohangaika. Hebu tusikilize simulizi yake katika makala yetu ya Mwanamke Bomba wiki hii. Kwa majina ni Mwanaisha Chiku Mohamed, mkazi wa Bamburi, na mimi ni mwanzilishi wa kituo hiki kinaitwa Kurunzi Cerebral Palsy Center. Na msukumo wa mimi kufanya kazi hii ambayo tunafanya leo ni kwamba nilipata mtoto ambaye ako na cerebral palsy. Mtoto wangu sasa amekuwa mkubwa kama miaka 18 hivi sasa. Na imenipa msukumo kwa sababu wakati wetu sisi, mtoto wangu alipokuwa mdogo, tulikuwa tunapata therapy kutoka mbali sana. Tulikuwa tunaelekea mahali kama Portrees, na nilikuwa naifanya kama mara 4 kwa wiki kumpeleka. So ilikuwa naona ni ina consume a lot of time, na pia inaleta kama umaskini vile, because ukienda kama siku nzima ukipeleka mtoto therapy na urudi na hujapata kitu na mtoto ana changamoto, basi nikaona hiyo ni shida. Nikaona kwamba kwa nini nisianzishe kituo kama hichi kisaidie wale wazazi wengine, na kweli nilianzisha na Mungu ametufikisha hapa leo. Watoto wetu tunaona kwa siku ni watoto 10. Tumetarget wale ambao hawajezi kabisa, kwa sababu we don't want to leave anyone behind. Like tunataka kila mtoto apate hii therapy, kwa sababu watoto wa cerebral palsy wengi chakula chao ni therapy tu. Mtoto wa cerebral palsy utapata wakati ashazaliwa, nafika mahali hiyo shingo inafaa ikuwe imeshikilia, ya mtoto hajashikilia, keti hizi keti na kutembea itakuwa shida. So tunafanyia kutrain kama ni head control, sitting then standing, na mtoto ataweza kutembea kani kwenda shule na ataweza kwenda shule baadaye. Nilimhusisha chief wa hii area, na chief aliitisha mkutano wa jamii ili kuwaeleza nafanya nini, na jamii ilifurahi because ulipata mama wengine katika hii jamii ambao wana watoto ambao wana hali kama hiyo ya cerebral palsy. Changamoto ni nyingi kwa sababu kuna mashine zingine hatuna. Madaktari pia tuko nao ni mmoja peke yake, kwa sababu unaona jambo kama hili bado ni mimi peke yangu nalisukuma, na bado mimi pia nina mahitaji yangu. Sasa maybe tukipata watu wa kufadhili wa kutushika mkono, kwa sababu mimi naamini therapy inafanya kazi. Katika changamoto ambazo tunazipitia kama mama ambao anatoa cerebral palsy, kwanza kabisa ni shule. Ukiangalia tuko na shule moja tu ambayo ni Tom Mboya, na Tom Mboya sasa imejaa, iko congested. So si tungeomba tupate shule hata kama itakuwa ni boarding within town, kuwezesha mama kwenda kufanya kazi, kwa sababu unaona watoto wetu pia tukiwaacha ndani ya nyumba, kuna relatives na majirani ambao wana take advantage of these kids. Mungu akitujalia in the next 5 years, ningependa kujiona tukiwa na home yetu wenyewe. Nataka kuona kwamba
wazazi wanatoka kwenda kufanya kazi wakiacha watoto kwa hii home wakiwa na ile imani ya kwamba watoto wako safe. Nataka kuona hata mzazi akitaka kwenda Arabuni anaweza acha mtoto wake katika hichi kituo. Like nataka wamama waishi tena. Ningependa kuambia parents hivi. Dunia hii tumeambiwa changamoto. Na labda kama Mwenyezi Mungu amekujalia mtoto kama huyo, haimaanishi ni mwisho wa maisha. Najua kuna hiyo time ambao umepata huyo mtoto, unaweza kuwa utalia, jiwekee mahali ulie. But ukishalia ukitoka hapo, tafuta solution. You focus on solutions. Na simulizi nzito hiyo, tukitumai kwamba ndoto ya Mwanaisha siku moja itaweza kutimia na wazazi wengi tu wataweza kupata suluhisho kwa matatizo yao. Tunapumzika tena kidogo, tukirejea tukupashe yale ambayo tutakuwa tumebakisha kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Na tukigeukia michezo sasa, ni kwamba huku Kenya ikijiandaa kuwa mwenyeji wa mashindano ya Safari Rally mwezi huu, madereva wa humu nchini wameelezea wasiwasi wao kutoshiriki kutokana na uhaba wa fedha. Mwanaspoti wetu Lukman Mahmud alitangamana nao wakikagua magari yao, na hii hapa taarifa yake. Bingwa mara 3 wa mchuano wa Afrika wa mashindano ya magari kwa chipukizi Hamza Anwar anasema huenda ikawa vigumu kwake kushiriki shindano la WRC Safari Rally wiki ijayo kutokana na uhaba wa ufadhili. Fortunately, we are 1 week to the start ramp of the presidential flag off, and unfortunately I've had no feedback or no one from the government, or because we are a government program at the end of the day, I haven't got any feedback. Kauli sawia na hiyo ikitolewa na mwendeshaji wa kike Pauline Shegu, ambaye pia ameorodheshwa kama mwanamke pekee nchini kwenye orodha ya FIA ya mashindano hayo ya mwaka huo. Kwa sasa natafuta kama milioni 4 ili gari iweze kutayarishwa na kila kitu iweze kuwekwa kwa mpango niweze kushiriki kwenye mashindano haya. Na kushiriki kwangu sio mimi kama Pauline. Na shiriki kwa vile maudhui yangu ni wanawake wengi. Tuwe na wanawake wengi kwenye mashindano haya. Shegu akitaka mashirika na serikali kujitokeza ili kusaidia wanawake kutimiza ndoto zao kwenye mchezo huo wa magari kama michezo mingine. Wito wangu ni kwa wahisani. Mahali mpo, makampuni tofauti tofauti, mjitokeze, mtupatie ufadhili ili tuweze kushiriki, tuliinue nchi yetu juu. Toa wito kwa Wizara ya Michezo, vile mlivyotufanyia mwaka 2003, 2004, mfanye vivyo hivyo kwa wakina dada. Kenya inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkondo wa 3 wa WRC mwaka huu 2025 kuanzia Machi 20 hadi 23 mjini Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Huku ikiwa imesalia chini ya wiki moja kabla ya kuzinduliwa rasmi kwa mashindano ya WRC 2025 humu nchini, wengi wa madereva wa Kenya bado hawana uhakika wa kuweza kushiriki mashindano haya kutokana na uhaba wa ufadhili. Lukman Mahmud, Citizen Nipashe, Nairobi. Naam, tutakomea hapo kwa leo. Tutakutana tena kesho kwenye jukwaa la afya tukiwa tunaangazia matatizo ya figo, ikizingatiwa kwamba siku ya Alhamis ulimwengu utakuwa unaangazia siku ya figo duniani. Usikose kuungana nasi, tutakujuza mengi tu kuhusiana na maradhi ya figo na jinsi gani unaweza kujikinga ama kudhibiti ugonjwa huo iwapo tayari umeathirika. Naitwa Mwanahamisi Hamadi.